mkoani kwetu wana vitu ambavyo ni vya ajabu sana. Nikoonekana kwenye TV, Mungu wangu wewe. Sio tu mkoani kwenu, sehemu nyingi. Na sida tu. Yaani wanakupitisha wewe mwenye akili timamu, wengine wote hawana akili. Video ambayo nilionekana sasa nikaonekana kwa sababu aliyeshuti mwenyewe ni mtu wa Kigoma. Ilikuwa ni chombo. Mimi nishaye kulipwaga 5,000, 10,000. Hiyo 5,000 yenyewe niliambiwa kwamba tunakutumia kesho hela. Kumbe ndo malipo yangu. Nataka niwe baby drama ni DJ alafu ni dancer. Yaani wewe tukionana tu hapo ukituongelesha na tukakuelewa, unakuwa ni rafiki yetu, ndugu yetu, tunahamia kwenu. Mimi sijisifii ila mpaka kesho. Mimi mpaka kesho. Yaani mimi ni dancer ambaye ina muonekano mzuri. Najiamini. Yaani ni dancer ambaye mimi ni dancer mzuri sana. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu. Mambo ni vipi, mambo ni aje guys? Karibuni sana kwenye episode nyingine ya Story Yangu. Kwenye Story Yangu bwana, unapata nafasi ya kusikia story ya mtu kuanzia anazaliwa, anakuwa mpaka anaingia kwenye career yake, mapito yake yote hapo katikati na mishemisho zake nyingi sana. Na ndio maana tunakuwa na mchanganyiko wa wageni mbalimbali. Hapa tunakuwa na waigizaji, wana muziki, wana siasa, watu wa kawaida tu kwenye maisha ya kawaida, watu wenye ulemavu. Yaani tunakuwa na watu mbalimbali kwa sababu tunataka kusikia variety of stories ambazo wanakuwa wamezipitia kwenye maisha yao. Kwa hiyo uhakika ni kwamba baada ya kusikiliza story ya mtu ni lazima kuna vitu ambavyo utavipata, including masomo mbalimbali kama vijana ama mtu ambaye unapambana kwenye maisha, michongo ya hapa na pale, lakini burudani pia zinakuwepo humo ndani kuhakikisha kwamba hauboeki, kwa sababu maisha yenyewe magumu jamani, mambo ya kuchoshana, so issue wala nini. So siku ya leo tuko na mrembo ambaye anafanya vizuri sana kwenye entertainment industry. Ubinti alianza kama dancer, lakini akaja pia akaingia kwenye masuala mazima ya music, na baadaye ama sasa hivi tuseme ni DJ, na anafanya vizuri sana kwenye hiyo field. Ana inspire watu wengi. Ni moja kati ya wale madancer ambao ukitaja kwamba madancer bora wa kike Tanzania lazima jina lake nalo litaapia hapo mapema kabisa, lazima utalisikia jina lake. Ana inspire wasichana wengi sana, lakini pia ni msichana ambaye she's humble, ana utu, anaishi vizuri na watu, na ana story yake fulani hivi ya kuvutia sana. So kulikuwa na request watu ambao walikuwa wanatamani kuisikia story yake, na ndio maana tumemtafuta ili leo tupate kusikia story yake. Kabla sijawaambia ni nani huyu ambaye tupo naye leo kwenye Story Yangu Podcast, niwakumbusha kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu ambao ni Story Yangu Podcast. Tunapatikana hivyo YouTube, lakini kwenye digital platforms nyingine kama Audio Mac, Boomplay pamoja na Spotify tunapatikana kama Story Yangu Podcast. Kule unazipata episode zetu zote, unazisikiliza kwa uzuri kabisa, na page yetu ya Instagram ni Story Yangu Podcast. So tuhakikishe tunatufuata kote huko kwa sababu updates mbalimbali zinakuwa zinapostiwa, lakini episode zetu pia zote zinakuwa zinapostiwa huko, unapata nafasi ya kuzitazama. Usisahau kusubscribe kwa YouTube channel, lakini pia kushare kwa sababu unakuwa ni mwenye fulani hivi wa nguvu sana, na umehakikisha kwamba watu wanakuwa updated na wanakuwa na michongo mbalimbali. Bwana, mgeni wetu wa leo ni Baby Drama. Nafikiri sasa tukirudi kwenye introduction utakuwa ushajua kwamba huyu mrembo anafanya nini na nini, na wewe ambao ulirequest kuisikia story yake, basi today is your lucky day kwa sababu tupo naye humu ndani. Drama. Yes. Mambo poa. Mzima? Namshukuru Mungu. Umependeza. Asante, na wewe pia. So rangi. Unajua wenzio wanatafuta hizo rangi dukani. Ni kweli. Lakini wewe natural kabisa. Mashallah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Kumbe Kigoma kuna wadada weupe. Naturally kabisa. Mimi baba yangu so mtu wa Kigoma. Kwa hiyo hii rangi sijaipata upande wa umamani. Nimeupata upande wa ubabani. Wow, that's amazing. Kesi uje kumuona Baby Drama live, wewe jua tu hata sugu, hata doa hana. Yaani ngozi yake sina cheza, nafanyaje naruka, naumia. Sugu za uju mtu anabadilisha rangi. Sugu za kwa kweli. Hana, yaani rangi yake ni kuanzia chini mpaka juu iko na rangi hii. Mashallah, binti mrembo kabisa. Karibu bwana. Asante, nashukuru. Unafanya vizuri sana, hongera Drama. Asante. Katika kitu ambacho nakipenda kwako na watu wengi wanakipenda ni uthubutu, kwa sababu una uthubutu na una ujasiri wa kukiendea kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo hongera sana kwa hilo. Asante. Okay, sasa mimi nataka tuanzie Kigoma. Umezaliwa kwenye familia aina gani? Wewe ni mtoto wangapi kwenu? Si tuko 7. Okay. Mimi ni wa 6.
Okay, kidogo tu alikunyang'anya last born. Yani bora tani ningebaki mimi ningelega sana. Maana mimi mdogo wangu ni kama yani yeye ni mkubwa kwangu. Okay. Kwa jinsi ambavyo mimi nimelelewa, nadhani mimi nilikuwa najiweka sana nyuma kama vile najifanya kama mimi ndo mtoto wa mwisho, kumbe na mdogo wangu. Okay. Yeah. Sema nyewe second last born ndo mnakuwa hivyo. Kidogo so wote wengine wamekaza, yani unaona kabisa huyu anasimama kwenye udada. Na nyinyi ndo mnawalanganyaga wadogo zenu waliokota kwenye dustbin. So anatuzidiki mili. Wewe kama unachunguza sana mtu ambaye anakaribia wa mwisho, ule wa mwisho wake anakuaga kama vile yeye ndo kama mama, yani anajifanyaga yeye ndo mkubwa kila siku ya. Wana drama. Acha kabisa. So wote 7 ni watoto wa mama mmoja na baba mmoja. Sisi ni wa baba tofauti. Okay. Mamangu mimi aliolewa mara kwanza, mume wake alifariki akaolewa sasa na baba yangu mimi hapa ya. Okay. Na ulibahatika kupata malezi ya baba na mama? Kwa muda kadhaa, ila kwa baadaye wazazi wa ubabani, upande wa kwa baba walimtaji mtoto wao kwa sababu unajua ni baba alikuwa ni fighter sana. Unajua ni wale watu wanasema kwa sasa hivi sisi tuwaite watoto 2000 ndio kipindi hicho. Yani alikuwa mjanja sana. Yani unajua mkaka ambaye muuni yupo yani alikuwa yani babangu alikuwa mjanja sana niseme hivyo. Kwa sasa mpaka yeye kufika Kigoma, fikiria mtu anatoka Tanga akaja Dar, kafika mpaka Kigoma. Kwa fikiria yani kama aliaga kama kuaga, yani alikuwa anatoa tu taarifa mimi naoa. Mimi nina watoto, mimi nina mke. Kwa hiyo yani mwisho siku ilibidi sasa hawapati taarifa zaidi. Ilibidi waje wafunge safari waje wamchukue mtoto wao wamrudishe tena. Wakamrudisha na vinakuwa vipoteagi. Kwa hiyo hapo ndo ikawa kama vile tumekaa mbali, japokuwa tulikuwa tunatoka, ilikuwa likizo ikifika tunachukuliwa na mama tunakuja Dar, sehemu ambaye yupo mababu zetu hapo hapa ya wajina wangu yupo, lakini yupo Tanga. Kwa hiyo tulikuwa tunawaona tunarudi, likizo kiisha tunarudi mkoani. So ina maana tuseme familia ya upande wa baba yako ndio ilifanya mama na baba wakatengana. Lakini ilikuwa ni mambo ya kifamilia, ilikuwa kuna inatokeaga mtafaruku ambao unatokea familia zinaingilia kati. Kwa sababu baba kule alikuwa hana ndugu mkoani. Alikuwa hana ndugu, kwa hiyo walikuwa wakikorofishana na mkewe. Kwa hiyo familia ya mkewe ilikuwa ni inapanda juu sana kuliko yeye anakosa sehemu anakosa mtu wa kumtetea. Kwa hiyo ilifikia kati na wenyewe wakawa wanajua hizo taarifa. Kwa hiyo ilibidi waje wamchukue kama yani wajua ni Kigoma. Mtu akisikia tu mtoto wangu yupo Kigoma ameoa, kalogwa huyo atakumchanganyikiwa. Mbona arudi? Kwa hiyo ilibidi wakaze waje wamchukue, labda yani wakae naye kama ni kweli, kama ni akili yake, kama itakuwa sio akili yake. Kama ni akili yake atarudi. Kama sio akili yake atafanya mambo mengine. Na babangu mimi ni kibri. Kwa hiyo alipoona mimi sirudi. Kama unataka na nitokae huko. Nifuate sasa. Kwa hiyo sisi tukawa tunachukuliwa, tunakuja, tunakaa hivyo. Sasa ni changamoto zipi ambazo ulikutana nazo kwa kulelewa na mzazi mmoja? Mimi nimelelewa mpaka nakuwa, kwa sababu tumeacha kukaa na baba nilikuwa na miaka la kwanza nilikuwa sijaanza nadhani. Mimi la kwanza nilikuwa bado sijaanza kabisa. Kwa sababu ilikuwa ni mwaka ambao amechukuliwa kama mwaka, mimi mwakani ndo nikaanzishwa shule na dada yangu, sasa hivi ni marehemu. Kwa hiyo mimi nimelelewa na dada. Mama alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa anakuja Dar na kuchukua bidhaa, madela, sijui nini, mama vipodozi. Kwa alikuwa hana muda mwingi sana kukaa na sisi. Ila mimi mpaka nakuwa najitambua sana mimi dada yangu marehemu alikuwa ananijua sana kuliko mama yangu. Kwa sababu kwa muda mwingi sana nipo na yeye. Na kulikuwa na changamoto zote sasa za kukosa ile attention ya wazazi? Hapana. Mimi dada yangu alikuwa ananilea vizuri. Yaani alikuwa anatulea vizuri. Wote walikuwa wanatupenda na alikuwa kama dada. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kuwa mkubwa kwenye familia lakini usiishi na wadogo zako au ndugu zako kama wewe ni mkubwa. Yeye yule alikuwa anapenda ukubwa. Hata mtu ambaye alikuwa ameanza kuzaliwa kwake kabla yake yeye alikuwa na mtoto kama wewe ni mdogo nisikize mimi ndo dada. Kwa hiyo alikuwa ni dada, yani ukisikia dada mimi nina dada, yule alikuwa ni dada. Kwa hiyo tulelewa mazingira ambayo ni mazuri. Alikuwa anatusikiliza, anatupa tunachokihitaji kwa kama hayupo nacho, kwa sababu mwenyewe pia alikuwa anafanya biashara. Kwa na yeye pia alivyokuwa na watoto, yani tulikuwa kama vile yani ni familia ambayo ina furaha. Yani kama hatuna shida lakini tuna shida ya.
That's amazing. Sasa tuje kwenye shule. Shule kwanza ulikuwa mtoto aina gani? Kwa sababu wenye vipaji mkubwa kwa shule. Hapana. Mimi mpaka watu ambao nilisoma nao wanakuwa gani nikikutana nao wananishangaa. Okay. Nilikuwa somo ongeaji cha kwanza. Okay. Nilikuwa somo ongeaji kabisa. Marafiki ambao nilikuwa nao, nimeanza nao na chola chini mpaka tunaingia sijui la kwanza, yani ndo walikuwa hawa waongezeke, sijui wale failure waingie wahamishwe. Mimi nilikuwa kwamba na hawa ndo marafiki zangu, nikigombana nao na dili nao hao. Okay. Nilikuwa ni mpole. Hata mambo yale ya uchumba mimi nilikuwa sinaga mtu kumtania mchumba, kwa sababu nilikuwa muda mwingi sana niko serious afu niko kimya. Okay. Kwa namshukuru Mungu mimi nimemaliza shule. Shule ya msingi nikiwa yani mtoto mzuri. Yani sio mtu ambaye usijua wa kuongelewa yani hapana. Okay. Kwa ni kwa mpaka naingia seko. Seko ndo nilikuwa mbinde kusoma. Unaingia form 1. Mwalimu akiingia tu ni wa Kiswahili, lakini yani anachokiongea mimi sikielewi. Mara nyingi sana unakuwa unaongea Kiingereza. Kwa sasa mimi naona mbona shule ya msingi mwalimu alikuwa akiingia tu yani unamsikiliza kwanza, huyu sasa kinge hapa tutafika form 1, form 2, tena form 3. Nikasema na kama hapa so pangu. Hata tunawezekana huko mimi sijajaliwa huko. Nikaona nikachikichia tu, nilikuta tu nimechikichia bila taarifa kiukweli. Maana ningetoa taarifa ningefumuliwa, ningepigwa sana. Yani dadangu alikuwa ni mkali, lakini ukilia alikuwa na huruma. Sasa na mimi nilikuwa yani wakinisema tu kidogo unalia, na nikilia yeye akiwepo basi mwacheni mimi nitaongea naye. Kaka zangu na wenyewe walikuwa ni watu ambao hawapendi wakiongea wewe uwajibize. Urudie kutupa neno. Kwa hiyo mimi nilikuwa nishawasoma wote. Sema hapa nimeweka kiganjani. Hapa sio wenyewe nataka kusikilizwa. Kwa hiyo akiongea mimi siwasikilizi. Nawasikiliza lakini siwajibu. Sasa mimi kutokuwajibu nakuwa naonekana nina adabu, kumbe ile ilikuwa nawajibia kindani. Kila wanalosema unawajibu. Kwa ile yani hata mdogo wangu ule wa mwisho alikuwa akifanya kitu. Yani hata kama mimi nimekifanya, wewe ndio umesababisha huyu afanye. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu ambaye ni kimya. Yani sitaki kufanya kitu, lakini ukinituma naenda, lakini yani wewe ungejua wewe sitaki kutumwa, yani naenda. Lakini ule mdogo wangu alikuwa ni mtu ambaye nenda afati na anajibu. Kwa hiyo alikuwa anaonekana ni mtu ambaye yani huyu shida. Ila sasa mtu ambaye sasa alikuwa ananielewa sana, alikuwa ni dada yangu na kaka yangu mmoja. Wengine waliondokaga maisha, sio unajua kutafuta wengine wake nini. Kwa nikabakia na watu ambao kwamba yani nikisema hivi nataka kitu fulani sawa, lakini kwa makini. Kwa mimi ndo nililelewa hivyo. Mama alichukuliaje uamuzi wako wa kuacha shule? Ilichukua muda, kwa sababu alivyoambiwa nina kama miezi 2-3 siendi shule. Kwa sababu ni shule ya kwanza nilianza form 1, nikasoma kama miezi 3-4. Nikazingishia nikasema ni mbali. Huko ni mbali sijui na nini. Wakasema sawa tumhamishie shule ya karibu. Kaka yangu, yani sema sisi ni familia ambayo hatuna uwezo lakini tunapendana. Tunapenda sana kusikilizana. Muda ambao mtu unaona huyu ana tatizo, tunapeana chance ya kumsikiliza. Hata kama wewe ni mkubwa lakini anakupa chance ya kukusikiliza. Kwa nilivotaka kuhamishwa shule ni mbali, nikahamishwa shule ya karibu. Na mimi nilihisi wewe ni form tu tumetoka kununua tu juice geti tu hapa tena, nikajua kabisa watazila. Lakini ndo kwanza sawa, nikakaa kama siku 2-3 hivi nyumbani, nikafuatiwa shule ya karibu sekondari. Sasa hiyo nilikuwa ni karibu sana. Yani ilikuwa ni karibu sana na nyumbani, lakini nilikuwa naleta vipengele kila siku. Mara sijui hiki, mara sijui hili. Yani ili mradi tu, yani mpaka mimi yani mtihani kwanza huo wa form 3 mimi nataka kufanya. Nasema naenda kujibu nini, wakati mimi nakujaga tu shule nakaa, ikipiga tu kengele mimi yani kwanza sasa nyumbani sirudi huo muda. Nikirudi huo muda lazima sitopigwa. Kwa jinsi ambavyo nitavokaa kimya, walikuwa wanashindwa kunipiga kwa sababu nilikuwa ni mimi ni mkimya. Yani sasa tampigaje mtu sasa ajibu. Kwa hiyo hebu mwacheni bwana, labda alikuwa anajisikia vibaya. Nilikuwa navizia muda ambao wametoka watu shule na mimi ndo narudi nyumbani. Tena msafi, mbona chafu. Kwa shuleni wapi mbona msafi hivyo? Mbona msafi huyo, lakini ilikuwa yani
basi tu yani kwamba mimi ni mpole, basi ninachojibu najibu kabisa kwamba hichi hakiwezi kuwakasirisha, watanielewa tu. Mimi nilikuwa tayari nishawasoma, yani najiongeza na tume tu kujiongeza ibadi wenyewe wanielewe basi. So mwisho siku mama alielewa, lakini kuelewa kwake sio kwa moyo mmoja. Hapana. Kwa sababu anaweza utafanya nini? Afu ukifikiria mkoani Kigoma ni sehemu ambayo fursa za kazi hakuna. Kidogo umesoma. Na ukiwa umesoma, wanakuwa wanajitahidi sana kufungua biashara zao wenyewe kama M-Pesa, Tigo Pesa, sijui mtu kanunua bodaboda, mkuta mtu yani ana elimu lakini pia ni bodaboda. Kazi hamna. Kwa hiyo unajikuta kwa watoto wa kike mara nyingi sana kwa nishia kuolewa. Ufahari wa kuolewa, mtu ni mdogo lakini hicho kitu mimi nilikuwa sikipendi kwa sababu nilikuwa nahisi kabisa sio muda. Nilikuwa sitaki, ndio mimi shule nimeacha lakini mimi sitaki kuolewa. Nahisi kama kuna kitu mbele yangu lakini sikijui. Na dance ndio kwenye mashuhuri ya nyumbani, marushalo mimi nitasimama, vigodoro mimi ndio tunaona nacheza kwa sababu vigodoro wanapiga nyimbo za Bongo Flava. Mimi shughuli za taarabu nilikuwa tu nasimama na washikia mikoba. Ikifika muda wa usiku sasa mimi ni zamu yangu. Ni zamu yangu mimi na mimi kujiachia. Ilikuwa ni nyumbani kwa nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa sivuki mipaka sui kinacheza ovyo hapana. Kwa mimi kujua kwamba nina kipaji cha kucheza nilikuwa sina uhakika. Kwa sababu nilikuwa nacheza tu, sichezi storms ambazo ni za kueleweka. Ila kwa baadaye nimekaa, mama yangu ilifika tu wakati mwenyewe akajua kabisa huyu shule tunamlazimisha. Tumwache. Kwa sababu na pia wenyewe walikuwa wanaona mwenendo wangu wenyewe sio ile ya kuvuka mipaka sana. Nakaa nyumbani. Napokuwa kazi sifanyi hivyo. Mimi dada yangu alikuwa nikikwambia ni dada alikuwa yani akiamka sisi tukiamka asubuhi tunakuta kila kitu chai sui nini. Yani labda itokee mara moja sana ndo aseme niosheni hivyo vyombo. Kulikuwa hata hamna zamu ya kupika. Kwa sababu hata kazangu wenyewe walikuwa wakija kukuta chakula kiko hapo afu akijapikwa nini wenyewe huwa wanapenda. Wanapika tunakula, maisha mengine yanaendelea. Ilikuwa hakuna mipaka ya lazima kwa kuna zamu ya kupika, sijui lazima, sijui kuna zamu ya kuosha vyombo, sijui ni lazima kufua. Yani alikuwa ni dada ambaye yani kakamilika kwenye kila kitu. Ila alikuwa ni mkorofi sema na yeye. Tukipigwa huko ukija kushtaki ujue kaenda kuchambwa mtu huko, kanuniwa mtaa mzima. Dada yake ni mkali, ni mkorofi. Kwa hata wachumba kisa yule dadake atakuja uani kwenu yule, yani hajatulia hata kidogo. Kwa kidogo ilienda hivyo. Mwisho siku nikajiona kabisa hapa hamna siulizi mambo ya shule wala nini. Nikaanza sasa napataje hela. Haya, nipo mkoani nafanya kazi gani? Biashara siwezi. Nimeshajaribu kabisa, naona kabisa mimi hapa biashara sio sehemu zako. Nikashikanaga na rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Johari. Nilifika Dar lakini akajiita jina la Jojo. Alikuwa anacheza kwa Kiba. Watu wa madarasa baadhi wanamfahamu. Tukashawishiana pale mkoani tusepe Dar. Mwisho ndo tukaja Dar. Niko hivi baby drama unaniona. So ulipotoka Kigoma kuja na uliaga au ulitoroka? Niliaga na nikafikia kwa kaka yangu wa kwanza kabisa kwa ndugu huko Dar es Salaam. Yani kwa kaka yangu kabisa, ni mtoto wa mama yangu kwanza kabisa. Wow, that's amazing. Basi kidogo at least ulikuepana na changamoto. Mimi sikutoroka nyumbani kiukweli. Nilikuwa sina ubavu huo. Yani nilikuwa sina akili ya kusema kwamba nitoroke, hapana. Kwa sababu nikwambia nilikuwa na dada ambaye ni muelewa. Ananisikiza niharibu tu mimi mwenyewe. Kwa hiyo niliaga, na kwa sababu huyo Joali mwenyewe alikuwa anamfahamu, alikuwa ndo rafiki yangu anakuja pale nyumbani. Kwa mpaka mimi naaga nyumbani, tutafikia wapi? Nikampigia simu kaka yangu na kwa sababu alikuwa na muda mrefu sana. Sababu wadogo tulikuwa tunakuja, tunaletwa na mama, tunarudi. Lakini kwa muda huo nilikuwa nishakuwa binti. Kwa hiyo tuna uwezo mwenyewe wa kufika Dar, na nikafika hadi kwa kaka yangu. Kwa hiyo akasema sawa, uko na nani na rafiki yangu? Njoeni kwa muda gani? Ila sikumwambia kama nakuja kudance. Hapana, ilikuwa ni ngumu. Niombe tu tunamishemishe tunakuja. Hivyo.
Kwa mlivyofika sasa safari ya kuanza kudance ilikuwaje? Tulienda moja kwa moja kwa wasanii au ndo tulianza kucheza clip zile? Nakwambia yani aka story ni karibu sana, ila tutaka balance. Kabla hatujatoka Kigoma, Sumali alikujaga Kigoma, yuko na madansa yake wakina Zungu, yule Lai, Dogo Lai, yuko na kina Seki, wakina Omari, alikuja kupiga show, ndo tukamganda huko. Mkomalieni mkija, mimi nitawasaidieni. Kwa hiyo ndo ilikuwa ni chanzo, kwa sababu unajua ukija huku uwe na mtu ambaye kwamba utaanzia wapi. Sisi tunatoka mkoani, tunajua tutaanzia wapi. Tunafikia nyumbani kwetu, alafu namba tunayo msanii ambaye atatuanzi. Kwa hiyo tulitoka Kigoma tunajua tutaanzia A mpaka B. Tukishindwa tutarudi. Tulianzia hapo. Kwa hiyo tulivyokuja huku tukampigia Sumali, akatuita mpaka Kinondoni. Mimi hapo Kinondoni hata naona tu sasa ukiniacha hapa nimepotea. Tukafika pale, akamuita kijana mmoja anaitwa Seki. Seki akatuchukua, akaambia na wakabidhi kwenye mikono ya huyu hapa, atakuwa ni kaka yenu, ni dansa. Kwa hiyo kitokea kazi, fanyeni mazoezi, kazi zote atakuwa anawapatia. Na mimi nikiona kazi nini wasanii wanahitaji, nitakuwa na muagiza yako. Tulianziaga hapo. Baada ya hapo tukajuana na watu, na baada ya hapo tukamwachia kaka nyumba yake, tukaanza sasa kuzurura kwenye majumba ya watu hapa mji wa Dar es Salaam. Yani wewe tukionana tu hapo ukituongelesha na tukakuelewa, unakuwa ni rafiki yetu, ndugu yetu, tunahamia kwenu. Msubiri kwanza drama. Yani ni kama kuna muda ambao kaka alikuja, ilikuwa ni mbali. Kimara. Ilikuwa ni mbali. Sasa nauli sisi hatuna. Wanaotupa nauli ni hao ambao madansa ambao tulikabidhiwa. Mwisho siku wakatuambia tukae kwao. Sasa sawa, unajua madansa, familia nyingi sana za madansa wazazi wao wako pisi sana. Of course. Kwa watoto wa kiume wako pisi sana. Niwaelewa, sijawahi iona. Niwaelewa sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tuna yani kwamba changamoto tulizozipata sisi yani mwanzoni ni zile kuzoeana na watu, tujue ni mtu mzuri mbaya. Hiyo ndo akili yetu ilikuwa inachanganua. Yani kwamba tutakapoenda tutangukia kwenye mikono ya mtu wa namna gani. Atatufanya anavyotaka atatudanganya hivyo. Kwa hiyo si tulipata bahati, tulianguka kwenye mikono ya watu ambao walikuwa wanatupenda sana, jinsi ambavyo tulikuwa mimi na Jojo tulikuwa tumili sawa. Kwa hiyo ilikuwa ukituona tu lazima tupende. Tu tunajua tu hatujui, lazima utatupa kazi. Tayari kwamba tunaendana vimo sawa. Kwa hiyo tulikuwa tunaona kutoka mazoezi alikuwa ni Kawe. Kutoka Kawe mpaka Kimara. Tunawagharimu sana wale kutupa nauli. Na kesho tena tunatakiwa tuje mazoezini. Kwa sisi mimi nilichotumia kauli kwa kakaangu, nimwambia tumepata sehemu ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunahamia mjini. Kwa hiyo pakitokea changamoto yoyote nitakuwa nakufahamisha. Kwa hiyo kakaangu anambia piga simu kwa zote rudi nyumbani. Sawa. Ila sisi tukasema tupo wawili. Haiwezi kuwashinda. Anambia sisi yani tushinde njaa, tufanyeni hakuna kurudi. Kwa hiyo tukomae huko. Kwa hiyo tumekaa pale DDI, tumesota pale. Mwisho siku tena ndio madansa ni watu ambao walikuwa ni wanachukuliana madansa. Kuna dansa fulani wameingia hii. Kwa The Chocolate, kwa kuna kikundi kinaitwa The Chocolate walikopo Temeke. Wakatuelewa, wakasema watu chukue. Wakatulagailagae pale. Sasa mimi nilikuwa ni mfuata mkumbo, mwenzangu alikuwa na akili. Mimi nilikuwa na akili za kujiongeza lakini muoga. Mwenzangu alikuwa sio muoga. Kwa hiyo mimi nilikuwa mara nyingi sana namfuatisha yeye. Anachokiongea nikiona anakiongea kwa uelewa. Nahisi sawa tutasika siku 2-3 lakini twende mpaka tumefika hapa. Kwa hiyo mimi nilikuwa na sawa situko wawili. Sawa. Kwa hiyo tukatoka kwenye mikono ya wale tuliokabidhiwa. Tukaenda The Chocolate. The Chocolate tukawa tunakaa kwa na huyo mama kwa na Jumane. Tumekaa sana yule mama katulea sana Mungu ambariki sana. Katufanya kama watoto zake. Tulimheshimu. Alitulea kwa muda mrefu mpaka mimi natoka Temeke.
ilichukua muda mrefu, maana ilifikia wakati kwa hali ilivyokuwa ngumu, kazi nini, chocolate yenyewe timu ikawa imevurugika. Kwa hiyo mimi nikaachaga kabisa na kudance. Nikaa tu na mishemishe tu zingine. Na mishemishe tu zingine nakaa nakuwa nipo tu. Kwa hiyo mwisho siku nikaona kwanza nirudi kwanza mkoani. Maana kama mji umekuwa mgumu. Baada ya hapo mimi narudi mkoani, mwenzangu akampata bahati ya kwenda kudance kwa Alikiba. Mimi narudi, nafasi nikaa nimekosa. Walituhitaji wote, lakini mimi nika tayari nina ile nafsi yangu kwa sababu dada yangu alikuwa anaumwa. Nikaa nahitaji niende nikamuone. Sasa nikawa muda ambao kwamba kama kesho ndo tumeambiwa twende kwa Ali, mimi nikaa ndo kesho ambao nimekata tiketi mimi nafanya naondoka. Kwa hiyo nikasema sitoweza kugairisha hii safari. Acha tu mimi niondoke. Nikirudi kama nafasi ipo mimi nitaendelea. Lakini mwisho siku ikawa ni ngumu. Ikaenda hivyo. Nikarudi kukaa kwa mama yangu sasa. Mama yangu alikuwa amepanga Kimara. Kwa hiyo nikatoka Temeke, nikarudi sasa ni mtoto wa mama, nimekaa na mama, nikalizika. Nikasema mimi kudance naona nimechoka kuhasu sasa. Naona kabisa sielewi. Nimekaa zangu na mama muda mrefu sana. Yaani hata si tokeaje tu. Nikarudi tena kwenye kudance bwana. Kwa sababu niona sina kazi ambayo naweza nikaifanya kwa moyo mmoja nikaipambania kabisa. Yaani unaona yani na focus nayo, yani si unanielewa. Nikajua mimi nikarudi kwenye dance. So ni changamoto gani kubwa ambayo ulikutana kwa sababu ulikaa kwenye nyumba za watu wengi? Kiukweli changamoto so kwamba tulikuwa muda mwingine tunanoniana wenyewe kwa wenyewe. So wale ambao umetukaribisha na waturunia mimi na ndugu yangu tunanuniana. Umeona sasa mimi nilikuwa ni mtu ambaye watu wa chumba kinifuata mimi ni mtu wa kununanuna muda wote. Walikuwa wanielewi, yani huyu mbona yani ni mwanamke lakini mbona amekaa yani amenuna. Sasa mwenzangu akimuona yani yeye anaruka kwanja hadi kwa klabu kaenda, mimi nipo tu yani nipo. Kwa hiyo ilikuwa nafikia kati mimi nakasirika. Umeona sio tulichokifuata huko. Kwa nini unatoka sana? Diana ananiambia mimi niko sahihi, sina nipo na mtu na watu wananifahamu, wananirudisha, lakini wivu wa urafiki si unajua. Mimi nikaona kabisa yani huyu nahisi kama anapotea. Kwa ile ilikuwa inatupa changamoto mpaka mwisho siku tulijikuta tu tumekuwa mbali. Akawa na marafiki wengine. Mimi nikasimisi sinaga asili ya kuoga na marafiki. Mimi oga nikimganda mtu nimemganda mtu. Yaani ndio huyo. Yaani kitokea mtu mwingine alhamdulillah. Kwa hiyo mimi nilibaki naongea na wale wakaka ambao ni member wa pale. Kwa hiyo alipohamia kwa Kiba huko akawa na watu wake, anakuja na yeye anatusalimia Temeke, anaondoka, anasalimia Temeke, anaondoka. Kwa hiyo rafiki yetu ulikufaga hivyo. Yaani ulikufaga yani pasipo hata magomvi ya kugombana sijui nini. Yaani mashallah alikuwa star. Unajua mtu alikuwa anacheza, walikuwa mademu kama 4. Mwisho siku akabaki kwa peke yake. Kwa ile Jojo utamwambia nini? Na unajua mtu kishakuwa maarufu, unajulikana, ukiitwa huku unakuwa muda mwingine lazima unahitaji kuwa na watu tofauti. Huwezi kukaa unamkumbuka unamkumbuka mtu ambaye yani umetoka naye kwa Kigimbi huko, yani lazima utataka yani uchangamane na watu ambao ni wapya, ujifunze vitu vipya. Kwa hiyo mimi nilipoona kabisa hapa nitakuja kuofishana naye, kuona mimi pia nikapunguza makali ya kuwa namfuata. Ili tuishi kivizuri. Ila tu kwenye matatizo tulikuwa tunapigiana simu, kuna hiki na hiki kwenye familia, mpaka leo. Ulijisikiaje alipopata nafasi alafu ukawa umekosa? Mwanzoni mimi ni mpuuzi sana kwenye vitu vingi sana. Mwanzoni nilichukulia poa, nikajua bwana si nafasi watu wanachoka. Mwanzoni nilichukulia poa. Ila baadaye sasa naona mbona sawa mimi ni dancer lakini mbona sasa sipati hata kazi za video sio nini. Alafu naambiwa rafiki yako alikuwepo kwenye video sio mtu fulani. Alafu kifikiria mkoani hicho kipindi ndo Alikiba katoa Kidela. Yupo pale mbele anaonekana.
mkoani kwetu wana vitu ambavyo ni vya ajabu sana. Nikoonekana kwenye TV, Mungu wangu wewe. Sio tu mkoani kwenu, sehemu nyingi. Na sida tu. Yaani wanakupitisha wewe mwenye akili timamu, wengine wote hawana akili. Kwenye TV ufikiri mchezo. Sasa mimi nikapigiwa simu, unaona mwenzia. Kashafanikiwa. Mimi kile kinanikaa hapa na kuona waona nifetua akili au sio? Wanakufanikisha. Nasema sawa. Kweli sasa mtu ambaye kaishaenda kwa wakati huo, mtu ambaye anapigiwa fujo, huwezi na wewe kaweka maubavu, umeona? Kwa mimi nikaona bwana, mimi wakati wangu inawezekana bado. Hata nikipambana aje. Na rafiki yangu ilifika kati nafasi ipo. Kila siku waga hii ni interview mara pili. Yaani nafasi zilikuwa zinatokea, lakini muda mwingine hanipigii. Jojo leo nakuchana. Muda mwingine unawaza sasa. Alikuwa nipigii simu. Naambiwa tu sasa mwenzio ana deal, alishajuana na watu, lakini mbona anakuja tu hapa anakuambia tu sijui nilienda sehemu fulani au sijui nilifanya hivi. Mbona hakupi deal? Pale kwa Kiba sasa hivi kuna watu wamepungua. Mbona wewe akuingizi? Akuiti. Mimi nasema sijui katuchonganisha. Hata kama mwenzangu ananikosea au sijui changamoto anazozipata huko. Lakini ndani ya moyo wangu najisikia vibaya. Nilikuwa naona kama vile mbona kama ananitenga au mbona kama kanisahau. Lakini mwisho wa siku nikasema bwana, tutajua huko mbele kwa mbele. Mwisho wa siku nikapata marafiki na mimi, japokuwa nikaa muda mrefu sana sifanyi kazi. Namuona mwenzangu kwenye TV, namuona yuko busy na maisha yake. Kumshika tena siwezi kumshika, ishakuwa mtu mwingine tofauti. Kwa sasa na mimi nasema acha nipambane na watu wengine ili mimi hata kama nitachelewa lakini nitafika hata robo ambayo mimi naitaka. Kwa sababu ni mtu ambaye napenda sana kujaribu. Nikasema nitajaribu huku na huku na huku na huku. Alhamdulillah nikapata nafasi ya na mimi kuingia kwenye wafanyakazi ambao wanafanya kazi Wasafi. Nikaanza kuonekana kwenye video. Nikasema hapa nijibadilishe sasa. Ili nionekane kwa haraka, ndio nikaanza nikaka bridge. Kweli pia bridge mimi ilinisaidia. Kupa identity. Tukanijua haraka. Nataka nijue sasa ilikuwaje ukaenda Wasafi, yani kupata ile nafasi pia ya Wasafi, kwa sababu sio kwamba zinatokea. So rahisi. Sio rahisi. Yani unawezekana hata unajua kucheza, lakini kupata nafasi inakuwa mimi ni kwa sababu mwanzo watu ambao mimi tunakutanishwa walitukabidhiwa timu yao, walikuwepo. Bajuni alikuwepo, Dumi alikuwepo kipindi hicho, bado hawaja madansa wa Diamond. Kwa hiyo mimi niliwakuta pale tayari. Mpaka mimi natoka mkoani nakuja. Kwa hiyo nika sina mwelekeo. Kwa hiyo ilipofikia wakati sasa, wewe upo umerudi? Nipo. Na kweli mimi nikaa nawaona wabigi wanafanya kazi. Sasa siwezi kwa kurupukia, mnakumbuka mimi ni hivi na hivi. Mimi ni mtu wa aibu. Kwa hiyo nikasema nitakutana nao. Paka tokeaga kazi ya video ya chombo ya Lavalava. Video ya Lavalava. Sasa nianza kwa dansa wa Lavalava. After hapo ndo tukaitwa kwenye video ya chombo ya Rayvanny. Kwa sasa ndani ya watoto wa kike madansa ni wapo, lakini kuna muda wanahitajika wale wenye muonekano na wakakamavu. Kupatikana inakuwa ni issue sana. Kwa sasa ikawa nani? Kuna fulani. Fani yupo. Fani yupo bwana. Afu na mimi mtu ambaye nilikuwa nipo naye alikuwa tayari na yeye anajuana na watu. Alikuwa anajuana na watu. Kwa ikawa na mimi ni rahisi ninapoitwa na wenyewe wananijua. Kwa hiyo ikawa mimi ni rahisi kukubalika. Yani kwenda. Yani hata kama steps sijui yani wewe utakaa mbele, utakaa hapo, kwa sababu nilikuwa tayari nishakuwa na mabraza ambao wanajua. Yani hao walitokaga mkoani hawako yani lazima tu yani wewe usijali mwezi uko wapi, na bado yupo kule. Okay, sawa, kaa hapo. Kwa nilipata bahati hiyo, watu ambao ni mpaka mimi naingia pale Wasafi kufanya kazi. Ni kwa sababu pia sikupata changamoto ya watu kunipush kwamba kunisema kwamba tumtaki sisi. Mimi nilikuwa napitishwa. Huyu atafanya awepo. Huyu awepo. Video yako ya kwanza kabisa kushoot ukaonekana kwenye TV ilikuwa ni mboga. Nadhani ilikuwa ni
nilikuwa naonekana, lakini ilikuwa unajua zile za video ambayo nilionekana sasa nikaonekana kwa sababu aliyeshuti mwenyewe ni mtu wa Kigoma. Ilikuwa ni chombo, alishuti Mzava. Mimi nimekuwa naye eneo moja. Mtaa wao wa nyuma, mimi mtaa wetu wa Beko. Yani ananijua namjua. Kwa hiyo mimi alivyoniona pale, yani alikuwa tu anashuti tu wa nyumbani. Mbona amekuzoom sana. Mimi ndo nikamwambia mimi nafahamiana naye. Najuana nao. Okay, na yeye Kigoma ambia Kwa hiyo chombo ni video yangu ya kwanza ambayo nilionekana yani. Okay, so baadaye ukaja kuwa ni dancer wa Mbosso. I remember what. Mwanzoni nikawa sasa na mimi kama kwenye wafanya kazi ambao wale wanaitwa Wasafi. Na mimi nikatali nishajumlisha. Wasichana lazima na niwepo. Itani wasichana. Kwa Zuchu alivyoingia akahitaji madansa wa kike, ndio tukachukuliwa kwanza mimi na Angel. After mimi na Angel akahitaji tena ongeze madansa wawili, akachukuliwa Lucretia na Nzoa. Kwa tukawa 4. After hapo mimi nilipotoka kwa Zuchu nikaingia kwa Mbosso. Ila nilianza kuwa dansa wa Lavalava. Wow. Nianza kuwa dansa wa Lavalava. Okay, so sasa hivi sasa hivi sio dancer tena. Mimi ni dancer. Bado ni dancer wa Mbosso? Mimi ni dancer, yani sio dancer wa msanii yoyote. Ila nina uwezo kufanya kazi na msanii yoyote akinihitaji. Changamoto ilikuwa kama dancer nafanya. Changamoto ilikuwa ni mpaka ukaona sasa ni sio chini ya msanii, acha nisimame kama solo. Ni baada sasa kuona siwezi kuvisimamia vitu viwili kwa wakati mmoja, yani vyote nikavipambania kwamba huku lazima ni bezi sehemu moja, ili hata kama ni mimi nimekuwa DJ. Umeona? Na nimesomea. So kama dance ukiniamsha hata usiku naweza nikafanya. Umeona? Naweza nikacheza. Yani kitu chochote ninachojisikia. DJ mimi nimesomea. Umeona? Kwa nilihitaji sasa nimekuwa DJ na kama nimelipia mimi kusomea, lazima nikomae watu wanijue Baby Drama ni DJ. Alafu ni dancer. So Baby Drama ni dancer, ni DJ. Nataka niwe Baby Drama ni DJ alafu ni dancer pia. Ili nipate kazi nyingi sana, watu wanijue sana kwenye DJ. Tayari nishafanya dance sana, watu washanijua kwenye dance, nataka watu wanijue kwenye DJ. Sana kuliko dance. Nikisimama watu waniite DJ Baby Drama. Yule pale Baby Drama ni DJ. Mtu akiniona kwenye tamasha akili yake simtume moja kwa moja anaenda kudance. Anaenda kupiga DJ. Na atafanyaje? Ata dance. Sasa mimi nataka nijue wazo la kusomea DJ ulilipata wapi? Ilikuwa ni kitu ambacho unakipenda au ulishauriwa na mtu? Nishauriwa na mtu. Mimi nilikuwa napenda nione mtu anafanya DJ lakini sio mimi. Nilivyoshauriwa na pia na kufosiwa, kusimamiwa kwa mbinde. Shout out sana kwa aliyehusika. Sana Mungu ambariki. Mungu ambariki kwa kweli, maana aliona kikubwa ndani alipambana. Maana nilikuwa naambia nipo chuo hapa, kumbe nimelala. Sitaki kuona kwa sababu nikisimama pale kwenye mashine na hisi kama vile mtu ananikandamiza, yani kwamba ni sitaki, ni kitu sisikitaki. Kwa hiyo nilikuwa nahisi kero, yani mbona ananifuatilia kwenye maisha yangu? Mbona yani vipi? Mbona kama ananipelekesha? Umeona iko, lakini mwisho siku nikienda kufanya kazi, hela nakula mimi, hali afia hela DJ ni kubwa kwa dance. Lakini inakuwa wakitaka nilikuwa sometimes nilipoanza kuwa naanza kupiga mpaka nikaomba nafasi pale small, nijua hata nikatalia. Ila kwa sababu mtu ambaye kwa ananisimamia anafahamiana na watu wengi, kwa heshima yake walinipa nafasi mimi kupiga pale. Na hata kama nilikuwa napiga maembe ilikuwa ni uoga, na hata kama ningepiga vizuri ile kwamba yani ila nilikuwa mimi nilikuwa napiga ndani, napiga choo. Nikiangalia tu pale small, sa Mungu wangu hapo mimi sitachanganyikiwa hapa. Ila nikasema siwezi kusema sipigi kwa uoga. Bora niharibu pale, lakini tayari nishasimama, watu wamenifanya jaribu Kwa nilipiga pale. Baada ya pale nikaanza kuwa najipromote kwenye mambo ya DJ. Watu wanijue, japokuwa mwanzoni watu walikuwa wanaona ni masiara, siko serious, lakini niliwafanya wajue mimi niko serious kwenye DJ.
kwamba maisha yanabadilika. Inawezekana mimi napenda sana dance sana, na ndio maana hata nikiwa napiga nawekaga nyimbo hii hapa, nitacheza hii, sichezi nitacheza. Kwa sababu nikisema hii nitacheza, yani kwamba nikishaenda pale kuiplay nimeipandisha na mpaka hapa nitacheza mpaka najua nikirudi pale mimi sisogee tena mbele, kwa sababu unapopiga unaenda pale pumzi inakuwa inakaza, afu ukirudi unaweza kashangaa umefika pale labda vitu vimebadilika. Usipotuliza akili utaplay nyimbo ambayo kwamba haija niloipanga pale. Kwa hiyo nitakuwa naharibu kila kitu. Kwa hiyo nakuwa naupa muda ambao nikirudi kwenye mashine natuliza akili, najua kabisa playlist yangu bado imekaa vizuri, nyimbo naipandisha ni hii hapa. Okay, nitacheza mimi, nitawaachia mashabiki waimbe, wacheze, wafurahi. Ndio maana pia nikanajifunza kuhype. Yeah, that's amazing. Na unafanya vizuri by the way kwenye DJs pia. Asante. It's amazing. You're growing, unakuwa haraka. Na by the way kitendo cha kuifanya ikawa serious ni kitu kizuri. Na unajua ni kwa nini watu wengi walikuwa wanaona uko serious? Ni kwa sababu madansa wengi wana tendency ya kuhama field. Alafu wakifika kule walikohamia hawawi serious. Wanafeli tena wanarudi huko. Kwa ndo maana watu walikuwa wanaichukulia ile serious. Hiyo inatokana na mimi nimepata bahati ya usimamizi. Na mtu ambaye ananisimamia kwenye DJ. Na ndio maana watu wanaona kama kumbe yuko serious. Ningekuwa na jisimamia mwenyewe ningeleta utoto. Mpaka sasa ungeniona na nipo kwenye majukwaa na mimi kuna muda kabisa nakataa kuperform kwa ajili ya dance. Kwa sababu naona nikienda kuperform kwa ajili ya dance, hii wiki nzima hii hapa sijapata kazi ya DJ nazingua. Kwa hiyo bora ni hii wiki nimepata vimeo viwili vya DJ. Ni kesho wakiniona jukwani na perform dance so mbaya. Lakini hii wiki nzima sija perform kwenye DJ, alafu mimi naenda kwenye dance. Kesho nitapata tena mtu akuniita kwenye dance. Kwa kuna ile kwamba namuuliza mtu ambaye ananisimamia, hii inawezekana usifanye. Ni vizuri sana kuwa na uongozi na mtu ambaye anakuelewa au mtu ambaye yani singekuwa na usimamizi mpaka saa hizi. Sababu zinatokea kazi za dance. Kuna bado watu wananicheck kufanya promo za nyimbo, lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya huwa na mimi natoa nyimbo zangu. Kwa hiyo kwenye promo ya nyimbo zangu wanakuwa wananihitaji nifanye vitu vyao. Kwa hiyo inakuwa na mimi ni ngumu, nisipojisimamia mimi hakuna mtu atanisimamia zaidi baadaye. Kwa hiyo nakuwa nasema kwa sasa hivi hapana. Kama sasa hivi nina uwezo wa kucheza challenge ya mtu yoyote, lakini sioni mishemishe. Nitakapotoa nyimbo yangu zile heka za mtandaoni ndo mtu anataka nifanye kazi yake. Sasa na mimi inakuwa ni ngumu kuposti kazi ya mtu kwa sababu huko unapush na mimi kwangu hata kama ni kidogo lazima nikipe thamani, kwa sababu ile ni account yangu, ni mimi. Siwezi kumfuata msanii mkubwa nikamwambia anipromote kirahisi akanielewa. Lazima awe na upendo na mimi, lazima awe na uthamini na mimi ndo atafanya hicho kitendo. Lakini kama tu nimemuomba from nowhere tu hawezi kukubali, ni ngumu. Kwa lazima nijipambanie mimi nafsi yangu, afu baadaye ndo mtu aje nipambanie mimi. Haone jitihada kusupport. Kabisa. Hivi Drama, unakumbuka pesa ya kwanza ndogo sana kulipo kwenye dance? Kwenye dance. Mimi nishaye kulipwaga 5,000, 10,000. Hiyo 5,000 yenyewe niliambiwa kwamba tunakutumia kesho hela. Kumbe ndo malipo yangu. Na wasanii kadhaa yani unajua kuna zile kwamba tu unafanya kazi afa kwamba twende nyumbani kesho mle mka asubuhi si nini to enjoy. Sasa so mtu wa mitungi unaona nivuruga mimi niende kwako nikafanye nini mimi nipe hela yangu mimi niondoke, hata kama ni ndogo nipe niondoke. Sasa zile ilikuwa inatokea kuna dancers wengine walikuwa wakifanya kazi na wasanii wanawageuza wasanii mama zao, baba zao, mashosti zao, marafiki zao, wanaenda kwao watakula, watafanyaje, wataspend kama wataenda beach, watafanyaje. Kwa ile hela ya malipo ya kazi sasa mimi nilikuwa sio binti wa namna ile mpaka kesho. Siwezi kukubali kwenda kuspendi na msanii mkubwa na wakati mimi nipe kwanza hela yangu ya malipo after tukaspend. Hapo nitakuelewa. Yani hapo kwa sababu tayari ushanipa mia yangu, tukiachana pale mimi nina kianzio changu cha hela yangu nilichokifuatia pale, lakini ukiwa janipa mimi nitashindwa kukudai. Kwa sababu siku anatembea na wasanii wanakuwa wakubwa, alafu kwa kuna wasanii walikuwa wanaleta sana mtoto kwenye maisha yetu awali. Mimi na kwenye hustling zangu za dance walituletea sana wao watoto. Nadhani wanajijua
siwezi kunini mambo hayo yanakuwa sio mazuri. Ila wanajijua kama walikuwa wanatukosea. Tumekuja kufanya kazi, kwa nini unatuamuru masaa 9 usiku masaa 10 tuwe tukapumzike na kati sisi tumepanga hata vinyumba vyetu vilikuwa ni vya magofu lakini ndio hicho kiela mimi nikifika pale kinanifariji, nitalipia maji, unaona nitakunywa chai hata kama ni andazi moja, lakini mimi niko kwangu. Nikiamkia kwako mimi nitalimana, naona TV kubwa pale nini. Nikirudi kwangu nitahisi kabisa ni sasa nafanya nini? Bwana na mimi kule. Kwa hiyo walikuwa wanaboa. Na ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ama kabla hatujaingia kwenye DJ kama dancer, changamoto gani ulikuwa unakutana nazo kama mtoto wa kike kwenye industry ambayo unajua kwanza watoto wa kike mpo wachache, alafu industry ambayo muda mwingine inabidi wewe uwe kama vixen. Ni main sawa dancer lakini ni kama vixen. Muda mwingine tunajua ma vixen wanapata shida na director wasanii. Wewe binafsi ulikuwa unakutana na changamoto zipi kama mtoto wa kike? Changamoto mimi sijazipata nyingi sana kwa sababu nilikuwa sina watu wa kufatana nao sana. Na pia nikizungumzia changamoto ni zile labda kutongoza na madirector, sio mimi madirector hawajanitokosa. Kwa sababu nilivyokuwa naishi. Ilikuwa ni kipengele kwanza. Ilikuwa ni kipengele kwanza director kama mimi kuja kunitongoza. Ilikuwa ni kipengele kikubwa sana. Changamoto hiyo mimi niseme hamia ikunikuta kiukweli. Labda ningejitongozesha mimi ili nipate kazi, lakini kwa sio mtu anamna hiyo. Nani huko unatumia njia gani kwa sababu rushwa ya ngono ni kitu common sana kwa watoto wa kike kwenye industry? Mimi nadhani nilipokuwa najitengeneza. Nilisoma mchezo. Hapa ndike nipendeze. Hapa natakiwa nishuti namna ambavyo video za sasa hivi zinataka. Kwa mimi muonekano wangu pia ulikuwa unanibeba. Tunataka kadansa kawa hivi drama. Kwa una haja ya kupendelewa. Yaani ilikuwa mimi sijisifii ila mpaka kesho. Mimi mpaka kesho. Yaani mimi ni dancer ambaye ina muonekano mzuri. Najiamini. Yaani ni dancer ambaye mimi ni dancer mzuri sana. Sasa mimi mvivu. Mimi ni dancer ambaye ni mvivu. Nafanya dansi kwa sababu sinapenda. Kwa hiyo hata kama sitaki kufanya kazi na mtu ambaye anipelekeshe. Yaani utashiki kuanzia hapa sasa mpaka asubuhi. Ndio na mimi nina muda wangu, natakiwa na mimi nipumzike. Natakiwa na mimi nijue kabisa nakuja kufanya kazi yako. Sina nguo. Kwa sababu ilifikia wakati budget ambao unayopewa unaenda kuimalizia kwenye nguo. Mimi napenda sana kuvaa. Kwa hiyo ukiangalia kiwango ambacho tukochukua tunapewa sisi madansa ilikuwa ni kidogo sana. Wakuta director akamwambia msanii budget ya madansa ni laki, lakini mnaenda mnapewa 50. Au kamuita dansa mmoja awaite watu wengine, kashapunguza 50. Huyo anawaita, anatoa 20 anawapa 30 wanapa 20. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana na hicho kitu yani kingezidi tu kwa sababu kinafanyika kwa sababu dancers mtu anaona mimi 20 ndogo afu nimeambiwa ni eti madansa 10-20. Anajikuta yani ukiona dansa anapendeza, kiongozi anipa kiongozi, basi ujue huyo mpigaji huyo anapiga tuela hapo. Kwa hiyo inakuwa haina jinsi. Sasa mimi si nimepitia huko naelewa. Nimepitia huko naelewa. Kwa hiyo sasa mwisho siku nilipokuwa mimi kuingia kwenye DJ, ndio maana hata yani kubadilika nikaamua tu acha mimi nikomae kwenye DJ. DJ unalipa kuliko dancing? Kwa sababu nasimamiwa. Ningekuwa sisimamiwi ningeona yote sawa. Uongozi mzuri. Ni mtu ambaye pia anajua kabisa yani ni hiki natakiwa drama ufanye hiki. Na mhitaji drama basi kuna hiki na hiki na hiki. Ni DJ tu sinatakiwa ni ameanza tu juzi hapa sawa, lakini anapiga muziki na malipo yake yanaanzia hapa kwa masaa hapa. Kwa hiyo kama sasa hivi inakuwa ni ngumu, basi ana shida tajiri, utarudi wakati mwingine. Unakaribishwa. Kuna wengine ambao wanapenda sana mimi nafanya kazi za mkoani. Mkoani wananipenda sana. Sana ndio maana nasafiri sana. Na mimi nazipenda sana kazi za mkoani kwa sababu zinanipa hela sana. Nikifika kule nikipiga wanathamini. Yani wanajali. Kwanza mimi sipokelewi
kama DJ underground. Ni DJ superstar. DJ superstar. Kwa hiyo yani nikianza kushuka pale airport mpaka anafika eneo la tukio. Yani mimi mwenyewe nasema leo lazima nisheke leo kabisa, alivyonipokea vizuri. Lazima naongeza playlist ya nyimbo, yani kama zilikuwa 20 naongezea 5. Okay. Basi ndo maana nafikiri hata wasanii wanapenda kufanya shows za chaka kwa sababu kule wanaheshimika, wanalipwa kule kuna heshima kiukweli jamani. Hakuna mtu ambaye asiyependa heshima. Ukimwona mtu ambaye unamwona yeye ni I don't care tu, yani hajali chochote, huyu ana kitu amekiweka ndani ya moyo wake kwamba mimi natoa muda kadhaa ndani ya mwaka, miaka mingi, ukuta mtu akipata anamwambia huyo makucha yametoka. Hapana, huyo makucha anayo, sema aliona hapa nitakufa njaa, kwa hiyo akaamua acha niafiche. Sasa kuna ile mtu ambaye anajionyesha tabia yake, mimi niko hivi, anaonekana ni mbaya, ila yule ambaye anaficha makucha yake anaonekanaga ni mzuri. Ila mimi kwa jinsi ambavyo nimepitia kialifani cha maisha, mimi namsamini mtu ambaye ananionyesha kwamba anakuheshimu. Yani huyu aniheshimu, mimi nampenda. Okay. Huyu ananiheshimu, ndio sawa, ananiheshimu lakini kiburi, jeuri, nampenda. Ila yule mtu ambaye ni mpole, alafu kwamba ananilia target kwamba yani wewe na wewe drama inakupa tu siku 2 siku 3 utanijua mimi ni nani. Mimi mtu simpendi. Okay. Yani bora nijue kabisa na deal na mtu fulani, nikitaka kumpigia simu sema huyu nikimpigia simu hawezi kupokea saizi, ni kiburi. Okay. Haina jinsi. Lakini yule ambaye nampigia simu anapokea afu anakata phone, unamuona kabisa afu utegemee, unajisikiaje? Bora mtu ambaye anajua kabisa yule nikimpigia simu kupokea ni kazi. Tayari akili yako imeshajiongeza kwamba yule kupokea simu ni kazi. Kuliko yule mtu ambaye anajua simu yangu moja tu lazima apokee, alafu ndo unamuona yule pale anampigia simu na anaiweka pembeni. Ndio watadiriki drama. Hivi shai kusalitiwa na rafiki kwenye maisha yako? Nilikufanya kwenye mahusiano. Alimchukulia kampenzi kangu. Jamani. Uligunduaje? Mbona jamani kinachonipaga raha kwenye usaliti ni ile siku umejua sasa. Amna, yani sio kwamba eti nilikuwa bado niko naye huyo mtu, hapana, ila shemeji yako ni shemeji yako tu. Wewe ni rafiki yangu. Rafiki yangu hautakiwi kupita sehemu ambayo mimi nimepita. Kwa sababu kama una uwezo wa kufanya hivyo, basi mimi hata naweza nikaolewa, nikaachika, mume wangu akaja akakuoa. Kwa hiyo utakuwa mimi upo nyuma mgongo wangu, mimi na zulula huko na kusogezea wachumba. Inakuwa unatakiwa mtu ambaye kaishatembea na rafiki yako, hautakiwi wewe kutembea naye. Ili kuheshimiana, kunifanya na mimi ni kuhofu wewe. Ukishakuwa unaweza kufanya hicho kitu, mimi unakuwa ni hofu kwa lolote, kwa chochote. Ilitokeaga hivyo. Rafiki yangu, mwanangu sana 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 sana, ananipenda sana. Lakini mwisho siku mimi nilipokuja kuachana kwenye mahusiano yangu, yeye baadaye akaja tembea na mwana. Tena hakunipa tena taarifa. Nimekuja kupata taarifa kwa watu wengine, anambia mwenzio ukimpigia simu anakukatia. Kwa nini ananikatia? Si ana date na mtu fulani. Sasa ndo mimi nikatia hivi simu, yule sishachana naye. Kwa sana mjinga, kuona mimi nikambiaga buyu. Ishatokea kwenye maisha yangu. Wasichana tukubaliane jamani. Kuna wengine kuanzisha uhusiano ni ngumu sana. Kwa anategemea vilivyo. Yaani anategemea kwamba wewe uzurule huko, kisha mvuta na yeye ndo aanze hapo. Kwa hiyo kumtafuta wa kwake inakuwa ni ngumu sana. Wavivu sijui, yani si inakuaje, yani hivyo tu. Yani kwenye maisha bwana, kila mtu yani ana kipaji chake, niseme. Hicho nacho ni kipaji. Kusubiria uletewe mtu na wewe ndo umnyakue. Sio vizuri bwana. Ex shemeji bado ni shemeji vile vile bwana. Maisha ni magumu. Sasa ufikiri mtu afanye hana kazi, ndo shemeji ndo kashaingia hapo, na bwana anaanza kusema vibaya kwanza kwanza. Unavaa, unapendeza, una hela, kila siku anakuwa na kuomba. Lazima kimwangalia shemeji sasa. Shemeji ndo ameleta. Acha tu tukae wote hapo. Vipi? Kwenye sura yako sina kushai kufumaniwa? Hapa sija kufumaniwa. Kufumania kweli. Hata text sija kufumania.
Usima anakuaga na kujitetea sana. Anasema ndio anashoboka. Unajua kuna ile kwamba unaenda kanishobokea. Mimi sijamjibu. Mwenda kanitumia message si nini. Kwa hiyo yani nakuaga naona kama pia ana makosa. Okay, lakini unabaki unajiongeza sana. Hawezi kutuma message hivi. Lazima naye walikuwa na chat ndio maana akafanyaje? Mtu akatuma message kuona maisha mengine ndio sasa utabadilisha wangapi? Wewe unaweza kumwacha ukampata yule sasa ambaye anakuambia ndio ni mpenzi wangu unataka nini. Kwa hiyo wewe ambaye anakukatalia anajiwai yani kidogo alhamdulillah. Okay. Mahusiano yako ambayo alikuwa na muda mrefu sana yalidumu muda gani ama yamedumu muda gani? Ni mashallah ngoja na dumu. Kinganga. Unajua una roots za Tanga. Nina mizizi ya Tanga lakini tena mizizi imara. Nina kaustaarabu ka Kimanyema. Okay. Nina mizizi Tanga lakini nina kaustaarabu ka Kimanyema. Unajua Manyema ni watu ambao wanawake ambao wanajipenda sana, wanajiheshimu, wakarimu. Kwa mimi kwa sababu nimezaliwa kule nina kitabia hicho. Okay. Kwa hiyo mimi nadumu sana kwenye mahusiano sana. Nikipata mtu ambaye anakuwa ananielewa na anakubali madhaifu na mimi nakubali madhaifu yake. Anajua kabisa huyu ni mwanamke wangu. Tazula lakini drama ni mwanamke wangu. Na mimi najua sana Tazula lakini fulani ni mwanaume wangu. Waga tunadumu sana. Hata kama ni mfumani nikikukuta naye mimi siwezi kupigana na mwanaume wangu. Mimi nitakwambia tu oye mtaache nyumbani. Yani tutabaki tunakuzungumzia sasa wewe ndio utaona kama mbona anasema hiyo. Mimi najali yeye hapa hawezi kunifukuza mimi, atakufukuza wewe. Ndio kwenye mahusiano sasa hivi nitakiwa mtu pambane hivi. Usipambane kwamba mimi namwacha mwanaume wangu hapana. Pambana mwanaume wako ukimfumania. Atakuchukua wewe mtaondoka. Nani atachaguliwa? Sababu unaweza kuwa unasema upo kwenye mahusiano, kumbe huyo ambaye upo naye kwenye mahusiano sio wako. Yupo na mtu mwingine. Kwa hiyo unaweza kusema mimi naenda kufumania, kumbe wewe unajipeleka. Kwa hiyo unajikuta ndio unaachwa. Kumbe ulikuwa umepewa muda. Kwa mahusiano kama muda mrefu muda gani? Tunakaa muda mrefu. Mimi nadumu sana jamani. Hata sinisemaje. Kama sasa hivi na kama miaka 7-8. Nakaribia karne jamani. Kama sasa hivi kama sio 7 8 inabidi tu tunizae. Kwa kweli. Inabidi ndio ifu. Haya mwisho. Haya mwisho. Anazaa tuje tumfunge. Anazaa kabisa. Yani haya ndo. Shaona kabisa. Naenda kuwa mama fulani. Kila laheri binti. Inshallah. Okay, so nasema tumalizie na kwenye DJ drama. DJ wengi wanalalamika kwamba unakutana na changamoto mbalimbali. Unajua kupiga usiku nako, afu kwenye sehemu ambazo unapiga pia ni clubs, sehemu ambazo kuna wanaume, sehemu ambazo kuna watu ambao wameshachangamka kwa sababu wamekunywa vitu vya kuchangamka. Yes. Changamoto ni zipi ambazo unakuwa unaziface na unapambana nazo? Changamoto bwana za usiku kama DJ wa kike inakuja upande wa ukitoa kuna kachansi ambapo ukikatoa labda unamfuata shabiki alafu unamwekea kitako yani fulani unamuonyesha kabisa ni ukinishika hapa mimi haina shida, lazima unamfanya awe na yeye huru. Lakini ukamwekea utabasamu afu na sura ya mbuzi fulani hivi, mimi nacheza lakini sija kuruhusu uniguse. Na wenyewe pia walevi wanakuaga ni waelewa, wanajua kabisa huyu hataki kushika, huyu anacheza vyote vile lakini hataki kushika. Mimi kweli siruhusugi yani hicho kitu. Bora nishike dansa ambaye niko naye kwa sababu tunakuwa tushapanga kwenye mazoezi pia. Yani pale tunashika tu sex and serious, yani vyovyote utakavyohisi, lakini sisi tufutoe kitu ambacho ni bora. Na labda nimeweka kwenye nyimbo zangu, hii nyimbo nitafuta mtu yoyote nicheze naye. Mimi sina nimekuhitaji, lakini kuna kikomo. Usinishike, kuna maumbile ambayo kabisa ukinishika hizi ni dharau. Ukinishika kiuno ni kawaida, watu wengi sana wanafanya hivyo. Umenishika uso, yani hivyo, lakini usinishike sehemu ambayo unahisi kabisa ni ushikaji wako mbona kama umelenga kunizalilisha.
inakuwa ni kitu mbaya sana. Mimi waga najitahidi sana nitavaa nguo yoyote. Mimi naongoza sana kuvaa nguo za ajabu. Lakini kuvaa kwa nguo za ajabu isikufanye wewe kusema kwamba yani nimekuletea mwili wangu kwamba uniguse. No, mimi nimevaa ile nguo nimependa na ninahitaji muonekano fulani mzuri. Kwa hiyo sasa inapelekea kwamba kuna wengine kama vile wanavojirushaga watoto wa kiume. Mimi siwezi kuruhusu kujirusha. Nikijirusha najua matokeo naenda kuyapata huko. Kwa hiyo siwezi kuruhusu mimi kujirusha. Unakuwa unajiwekea mipaka. Lazima nijiwekee mipaka. Na najua kabisa nitacheza kiwango changu mpaka pale, nitarudi. Nikizidisha lazima nitaenda kukipata kule mbele na kijua. Nitakasirika watanikwaza. Kwa hiyo kuna muda na mimi kimimi sasa najiwekea mipaka kabisa, najua kabisa. Sio kama nakuwa na bodyguard, hapana, ila tu najiwekea mipaka. Sababu huko mikoani kama ninapoenda kufanya wananijua kama tangu mimi ni dancer. Kwa hiyo nina mashabiki zangu wananifuatilia na wakijua kabisa drama naenda kupiga sehemu fulani. Hawajawahi kuniona, kwao wanakuja kuniona. Kwa sasa nikileta miyeyusho lazima, kwa sababu hata ninapopostigi waga nasoma comment. Jana uliua, drama ulipendeza, drama napitia comment kwa sababu najua kabisa zile comment ndio zinanifanya mimi jana ulizingua. Okay, nilizingua wapi? Kuna muda nilifanya hivi na hivi. Okay. Kwa mimi napoenda huko nikifanya kazi baadaye nikiposti huwa nafuatilia sana comment. So mimi nashukuru Mungu kwenye DJ nilivyoingia sijapata zile zogo zile. Hujui si nini nani. Umefundishwa vizuri mpaka unatoka umeshakuwa vizuri zinanipa mpaka yani hata wao mimi najua yani mimi kwenye DJ nipo chini, kuna wakubwa zangu lakini imenipelekea kwamba hata nikiwaona mimi nakuwa na bro bwana. Sinajua wanajua lakini na mimi nikipiga na mimi nina kitu changu. Utapiga utaua lakini na mimi nikiingia pale unaua kwa upande wako. Nitaruka hata sarakasi. Ndio kufurahisha watu. Utapiga muziki ambao kwa na ukizingatia mimi pale napanga mwenyewe. Kwa hiyo niko makini sana hata kama ni wamezipiga zile nyimbo lakini mimi najua hii nyimbo nilipanga siicheze. Huyu kaipiga mimi inabidi niicheze. Kwa hiyo waga yani najiongeza. Nitaidi sana kujiongeza kwenye DJ. That's amazing. Nataka uzungumze na binti ambaye yuko na ndoto zake kubwa. Umeingia kwenye entertainment industry, tujasikia kwamba kuna siku sijui ulibakwa, kuna siku ulilala na mwanaume ili upate kazi. Hatujasikia kuna siku sijui ulifanya ni hapana. Hatujasikia ulitembea na director ili upate kazi, no. Kwa hiyo uzungumze naye kwa sababu hivi vitu wengine waga wanaona haviwezekani. Okay, nazungumza na binti mwenzangu, msichana mwenzangu, mwanamke mwenzangu. Kila kitu kinawezekana kama umeamua unakipenda. Na usiwe na pupa kwa kusema kwamba fulani kapata, mimi nataka nipate kwa muda huo. Ukijengea uvumilivu, ukatoa nafasi, ukaupa muda na ukafanya kitu chako kwa bidii. Na kama ni sehemu ya kushirikiana unahisi hapa mimi nitafeli, ni bora utafute mtu ambaye anauelewa zaidi yako wewe na unajua kabisa naenda kumwambia namwambia nani. Awe mwanamke, awe mwanaume. Najua kitu changu atanisaidia bila kuniomba kitu chochote ambacho kitahisi mimi kwangu baadaye kitakuja kunikwaza au nitakuja kujutia, kwa sababu kuna ile kwamba unamwomba mtu ushauri alafu anakuambia na mimi utanipatia kitu fulani. Kwa muda huo unaweza kahisi acha nimpatie tu bwana nini, lakini baadaye ukishakuwa na maisha yako umefanikiwa unajuta why kwa nini nilifanya kile kitu. Ile inakuwa inaumiza. Ndio maana hata kwenye mambo ya dance awali wazazi walikuwa wapendi, lakini kwa jinsi tunavyoenda vizuri, tunaonyesha matokeo na tunawahadisia, wazazi pia wanakuwa wamefanya yani kwamba waone kwamba ni kazi kama kazi zingine, ili usimamizi na uelewa wa mtoto, awe wa kike au wa kiume. Kwa hiyo nawashauri kaza moyo, upe muda, toa nafasi, jumuika na watu ambao wanahisi wamekuzidi kiwango, watakushauri na nadhani utafika malengo yako. Okay, shauri mmesikia jamani, si ndio? Wewe ambao request story ya baby drama, hopefully umeenjoy kwa sababu tumesikia mengi. Mimi binafsi nimesikia mengi sana ambayo sikuwahi kuyasikia kuhusu drama, especially huko Kigoma huko. Nilikuwa sijaji mengi sana kusikia, nimeenjoy sana, nimejifunza vitu vingi pia including uvumilivu na
kuwa na consistency. Ni vizuri muda mwingine unakuwa umechoka ukachukua ka break kidogo ukajitathmini, alafu ukishatulia ukarudi tena, and then mambo yakaenda tu vizuri. Kitu kingine, yeye na rafiki yake walitoka wote Kigoma. Jamani, yeye na Jojo wote walitoka Kigoma, si ndio? Lakini kila mtu si alitoka kwa muda wake, na kila mtu sasa hivi si ana level yake kabisa tofauti. Wengine hamjui Jojo, wengine mnamjua Drama, wengine hamjui Drama, mnamjua Jojo. Lakini kila mtu ana nafasi yake, kila mtu ana maisha yake. So nafikiri tupata funzo kubwa sana hapo katikati. Bwana, unaweza ukashiriki kwenye Story Yangu podcast kwa kutuambia ni nani unatamani kusikia story yake, lakini unaweza pia wewe mwenyewe ukaja hapo ukatupa story, kwa sababu I know kwenye watazamaji wetu na wasikilizaji kuna watu ambao wana story nyingi sana, na story ambazo zina mafunzo mengi sana. Kuna watu wamepitia vitu vingi sana, kuna watu wako very strong, kuna watu ambao stories zao zina inspire sana, wamepiga hatua kubwa na wanatizama na kutusikiliza. So ukifurahishwa ama ikikupendeza ukasikia unatamani kuja kushare na sisi story yako, unaweza ukatuandikia tu briefly kwenye page yetu ya Instagram @storyangu_podcast ama Femina Hip, au kwenye page yangu ya Instagram chica_14. Briefly tu story yako kidogo tu katudokezea, alafu kama story yako itaqualify vile vigezo vya kuweza kuja kusikiliza, utakuja utaketi hapo, utatuambia story yako, alafu sisi tutaisikiliza, tutajifunza, tutaburudika na tutaenjoy, na tutatoka na madini 2-3 ambayo yamekufanya wewe ukafika uliposikia. Usisahau kusubscribe YouTube channel ni Story Yangu podcast, na episode zetu pia hizi zinatoka 2 kila mwezi. So after every 2 weeks tunatoa episode. So usisahau pia kusubscribe YouTube channel yetu na kutusikiliza kwenye digital platforms mbalimbali kama Boomplay, Audiomack pamoja na Spotify, kwa sababu pia huko episode zetu zinaruka. Vinaitwa Chika bana. Taonana next episode. Bye. Story Yangu podcast, utajifunza kitu.